hayupo kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa hayupo kaburini, mtu aliye hai ndiye anaweza kukusaidia. Mtu aliyekufa hana nguvu ya kusema, hana nguvu ya kusikia, hana nguvu ya kushika, hana nguvu ya kutembea, hana msaada wowote katika maisha ya mtu aliye hai. Na ndiposa Biblia inasema hakuna uhusiano kati ya mtu aliyekufa na mtu aliye hai. Maana huyu aliyekufa hana msaada kwa mtu aliye hai. Kwa hivyo Yesu ana msaada kwa sababu yeye amefufuka. Ana uwezo wa kukupigania, ana uwezo wa kukutetea, ana uwezo wa kukuongoza, maana hayuko kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri mahali ambapo yuko, kwa sababu alistahimili yote ili mimi na wewe tupate kusherehekea siku hii. Kuna pointi nyingi sana zinazohusiana na meza ya Mungu. Nataka upate kuelewa na zile pointi upate kuziandika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kwanza uelewe meza ya Mungu inamaanisha nini katika maisha ya Mkristo. Usipoelewa hiyo point, hata ukatumia ile meza na haujui maana yake, haitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Meza ya Bwana iko na mambo mawili makubwa. Ya kwanza ni ushirika mtakatifu kati ya Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ushirika mtakatifu kati ya Mungu na mwanadamu. Maana hapo katika meza, hapo ndipo Mungu amempata mwanadamu, na mwanadamu akarudi katika utakatifu wa Mungu, na Mungu akaona vyema washirikiane meza moja. Maana Adamu alikuwa anashirikiana na Mungu meza moja, lakini Adamu alipokosea ile meza ikaondolewa. Kwa hivyo maana kubwa ya kwanza ni ushirika wa Mungu na mwanadamu aliyekuwa amepotea, amepatikana. Wanatengeneza sherehe, wanatengeneza meza ya ushirika. Maana ya pili ni kutembea katika umoja, unity kati ya Mungu na mwanadamu, umoja kati ya Mungu na mwanadamu. Mambo haya mawili ndio yanatengeneza meza. Mungu amempata mwanadamu, anatengeneza ushirika mtakatifu na Mungu. Meza inaleta unity, umoja kati ya Mungu na mwanadamu. Leo tutakuwa tunazungumza na tutakuwa tunaangazia sana, nazungumza habari ya meza leo. Damu inamaanisha nini? Kazi ya damu ni gani? Na kazi ya mwili ni gani? Ingine kubwa sana inayohusiana na mwili na damu ya Yesu ni new creation, ni uumbaji upya. Mwanadamu anaumbwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza kidogo juu ya Adamu wa kwanza, alafu tuingie kwa Adamu wa pili, ndio upate kujua katika meza kuna uumbaji unafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Adamu wa kwanza, Mwanzo 2. Tuangalie kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 7. Maandiko yako hivi. Biblia inasema, utasoma, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nchi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu alipofika
siku ya sita Mungu akaona ameviumba vitu vyote, akaona kuna uhitaji wa mmiliki kuumbwa, kuna uhitaji wa uangalizi kuumbwa. Bwana Mungu akamuumba mtu. Mtu anakamilishwa na vitu vingi, ikiwemo mwili ambao tunatafsiri udongo. Bwana Yesu asifiwe. Na damu. Ndani ya damu, kwa wale ambao wamesoma, ndani ya damu kuna chembe za uhai, na zile chembe za uhai zinasaidiana na roho na nafsi kumfanya mwanadamu aishi. Ndipo mwana daktari anasema damu hii imepungua. Damu ikiisha ndani ya mtu na zile chembe zikaisha, huyo mtu anakufa. Damu ikiwa imemwishia mtu, roho haina uwezo wa kustahimili kukaa kwa mwili, maana damu inaleta uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza, damu ya Yesu inafanya, inaleta uhai usioisha, ambao wazungu wanasema eternal life. Kwa hiyo damu nataka kuishiriki leo, ndio inakuletea uhai wa milele, maana ndani ya ile damu kuna chembe ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka upate kunielewa. Adamu wa kwanza aliumbwa na Mungu akiwa mtu mkamilifu, aliumbwa na Mungu akiwa mtu mtakatifu, alikuwa na damu takatifu. Lakini adui akatengeneza mbinu za kumwondolea utakatifu, akamwangusha Adamu wa kwanza. Damu ya Adamu wa kwanza ikanajisika mbele za Mungu. Ikawa damu ya Adamu wa kwanza, kwa sababu ya dhambi, haiwezi kuishi milele, na kwa sababu damu ina umuhimu mkubwa kuliko udongo. Ikiwa damu haina uwezo wa kuishi milele na udongo hauna uwezo wa kuishi milele, mwanadamu akaandikiwa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Adamu huyu wa kwanza, kwa makosa na kwa dhambi, kila mwanadamu anayezaliwa anazaliwa katika programu Mungu ameweka. Inahusisha watu wawili ambao mnawafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na mnapata mtoto amekuja duniani. Anapokuja mtoto duniani, anakujaga na damu ya Adamu aliyeanguka. Hiyo damu ya Adamu haina chembe za uzima wa milele, na ndiposa tunamuona Yesu akitoa damu yake. Hivyo damu ya Yesu ni tofauti na damu ya Adamu aliyeanguka. Yesu anatafsiriwa kama Adamu wa pili. Adamu wa pili anatoka mbinguni. Adamu wa kwanza ni wa udongo. Yesu alikuwa ni mtu tofauti. Maandiko yanasema Mungu akamtuma Gabrieli apeleke ujumbe kwa Mary, mama ya Yesu, kwamba Yesu atazaliwa, Mwokozi wa ulimwengu atazaliwa, naye atazichukua dhambi za ulimwengu, dhambi za kila mmoja aliyerudishwa damu ya Adamu na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mariamu, kwa sababu alikuwa na ubinadamu, aliuliza malaika, itakuwaje na simjui mume? Alikuwa na mchumba, lakini
alikuwa hajamaanisha fikra kwamba Yusufu ndiye atakayemuoa ama la. Lakini malaika wa Bwana akamwambia, huyu anayekuja kuzaliwa hazaliwi na hiyo damu ya mwili ya Adamu, maana huyo atakuja mtu wa tofauti, hahitaji kuwa na mume wa dunia. Mungu mwenyewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu atamleta katika tumbo lake. Ushajiuliza swali, hiyo damu ya Yesu ambayo ilikuja kutoka juu, alikuja akiwa amekamilika kwenye tumbo, akaja na damu yake tofauti, hajashirikiana na damu ya mwanadamu. Amekuja na damu tofauti, amekuja na mwili tofauti. Takuja kupatia maana ya mwili. Sasa tuko kwa damu. Yesu atakuja na damu ya mwanadamu. Kama ile damu mimi na wewe tumeridhishwa na wazazi, hatakuja nayo. Amekuja na damu iliyotengenezwa na Baba mbinguni, iliyobeba chembe ya uzima wa milele. Na ndio anasema mtu akinywa damu yangu ataishi milele. Ina maana mtu asipo kunywa damu ya Yesu hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Nitawapatia ile andiko. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwa mwili. Nimesema mwili wa Yesu ulikuwa na utofauti mkubwa na mwili yetu. Nataka upate kuelewa, Yesu hakutenda dhambi. Ushajiuliza ni nini msaidia asitende dhambi? Na tuko katika dunia ya dhambi. Nini ndio msaidia? Damu yake imemsaidia. Ya pili ndio msaidia, mwili wake ulikuwa si kama mwili yetu. Mwili wake alikuja nao kutoka mbinguni. Mwili wake ulikuja ukiwa ni mwili uliokamilika, ni hekalu la Mungu takatifu. Mungu alikuwa ndani yake toka tumboni. Yesu amejazwa Roho Mtakatifu, amekuja na mwili tofauti na mwili ambao tumepata. Ndiposa hatendi dhambi, mawazo yake hayatendi dhambi, lakini sisi kila siku tunatubu. Unajua Yesu alikuwa sasa atatubu nini? Atatubu nini na hatendi dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo Mungu akatengeneza meza. Hii meza inatumika kutuunganisha na Bwana, tuwe na umoja, tuwe na ushirika mtakatifu wa Mungu. Kupitia hii meza unapata damu. Sasa sikia, ukikunywa hiyo damu yako ya dhambi na chembe za mauti zenye ziko ndani ya ile damu ya Adamu wa kwanza zinaangamia, zinaanza kufa. Hii mwili wa magonjwa, sijasikia Yesu ni mgonjwa, hakuja na mwili ambao tuko nao. Inawezekana mkubwa ukanywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu ukaishi miaka mingi bila magonjwa, kwa sababu ndani ya hii damu na mwili inakubadilisha ufanane na Kristo. Mwili wa Yesu unabadilisha mwili wako ufanane na mwili wa Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliyeshinda kifo na mauti na dhambi za kila aina. Mwanadamu asiposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, utashindwa kumwambia hata dhambi hawezi acha. Kitakachomsaidia kuacha dhambi ni mwili, maana ule mwili utaumba mwili wake uwe hauna tamaa yoyote ya dhambi. Damu inaleta uzima, inaleta uhai, inatakasa dhambi zote za kila aina. Nataka tuangalie kitabu cha Yohana. Kabla tuende katika kitabu cha waraka wa Yohana, tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 45. Kuna neno limeandikwa pale, Biblia inasema hivi: ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuishwa. Angalia hapa, kuna Adamu wawili. Ndiposa nikaanza kwa Adamu wa kwanza, jinsi alivyoumbwa. Mungu alimweka Adamu, Mungu alimweka mwili, Mungu alimpatia nafsi iliyo hai. Hivi ndivyo mwanadamu anaumbwa. Mwanadamu wa pili lazima akamilike na mambo haya matatu. Bwana Yesu asifiwe. Anakamilika kwa damu, nisikie maana sitarudia. Anakamilika kwa kupata damu ya Yesu, anakamilika kwa kupata mwili wa Yesu, na anakamilika kwa kupata Roho Mtakatifu. Ukipata mwili wa Yesu, ukapata damu ya Yesu na ukapata Roho Mtakatifu, wewe unabadilika jina. Katika ulimwengu wa roho unaitwa mwana wa Mungu. Unaacha kuitanishwa na Adamu wa kwanza, unaanza kuitanishwa na Adamu wa pili. Maana Adamu wa pili aliumbwa na haya matatu: damu alipewa, mwili alipewa, na alipatiwa roho iishi ndani yake. Adamu wa pili, damu anapewa, mwili anapewa, na anapatiwa Roho Mtakatifu, ndio awe amekamilika kuwa amezaliwa mara ya pili. Na mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili hawezi enda mbinguni. Hivyo lazima mtu azaliwe mara ya pili, ndio hiyo njia ya kuzaliwa. Lakini meza inahusika, maana hapa ndipo tunapata damu na hapa ndipo tunapata mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuishwa. Lakini hatuangalii ule wa roho, hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Sikiza hii ni pointi nyingine. Hauwezi kuzaliwa mara ya pili ukiwa hujazaliwa mara ya kwanza. Ndipo inasema hautangulii ule wa roho. Ile mwili wa Yesu ni wa roho. Hii ikiombewa inabadilika, inakuwa ni kama mwili wa roho, lakini inaonekana kana kwamba ni mwili wa kawaida. Nataka niulize swali. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii dakika chache tu hapa tumeonyeshwa movie ya Yesu vile ilikuwa. Niulize swali ndogo tu. Yesu alipokufa akafufuka, kwa nini mwili wake haukubaki kaburini? Nani anaweza nijibu? Kwa nini wanaenda Mary Magdalene na Mary mama yake Yesu wana complain na wanalia hayuko? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwili wake ulikuwa ni wa roho, alikuja akauchukua akafufuka nao. Sasa niwaambia mwili wa Yesu si kama wetu. Kwa hivyo usingebaki pale. Kwa sababu mwili wake japokuwa tuliona anatembea duniani, mwili wake ulikuwa na namna nyingine, ni mwili wa roho. Ulikuwa si mwili wa kawaida, na ndio Mungu anataka tushiriki huo mwili wa roho. Tushiriki huo mwili ambao si wa kawaida. Tukule mwili wake ndio tupate kushinda majaribu ya dunia. Tukule damu yake, maana damu yake si ya kawaida. Na maandiko inasema mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza ni Adamu wa kwanza. Mtu wa pili ni Yesu Kristo atoka mbinguni. Huu mwili ukiombewa, mambo yote yanafanyika kwa imani. Tukiombea huu mwili utabadilika, uwe ni ule mwili wa Kristo, na utakapokula utakula kwa imani, ukiamini huu ndio mwili wa Kristo, na mwili wako utabadilika
Japokuwa utakuwa unaonekana wewe kama huu mwili uko nao ni kama ni wa Adamu na Hawa, lakini utakuwa katika ulimwengu wa roho, sio mwili wa Adamu na Hawa, ni mwili wa Yesu Kristo. Maana mwalika. Haleluya. Amen. Mstari wa 48, kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walio wa mbinguni. Sikiza. Hapa kuna pointi nyingine. Vile ambavyo walio wa udongo ndivyo walio wa mbinguni. Usipoelewa hii inamaanisha nini? Vile ambavyo tulichukua sura ya Adamu wa kwanza, hii sura tuko nayo ni sura ya Adamu wa kwanza. Alikuwa ameumbwa hivi, sura yake ilikuwa ndio hii. Utofauti tu, sisi ni black people, yeye alikuwa si mweusi, lakini sura na mfano ni kama vitu hivyo. Ndivyo maandiko yanasema, vile walivyochukua sura ya Adamu wa kwanza watachukua sura ya Adamu wa pili. Tukila mwili na damu ya Yesu na tukapewa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio siku mtu ambaye hajajazwa anajazagwa. Tukapewa Roho Mtakatifu, tunafanana na Kristo. Maana nasema ndivyo walivyo wa Adamu wa pili. Tutachukua sura yake. Nisikize, mbinguni tutakuwa tunafanana na Yesu, maana duniani tunafanana na Adamu. Mbinguni tutafanana na Yesu. Vile walivyochukua sura ya wa kwanza wa udongo, watachukua sura ya mwana wa Mungu. Tutafanana. Na ni maandiko, huwa siongea kama si maandiko. Mstari wa 49 ndio inatuonyesha. Biblia inasema hivi, na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Yeye aliye wa mbinguni ni Yesu Kristo. Tutachukua sura yake. Kama tutakula mwili na damu yake, tutaanza kufanana naye. Tabia zetu, huwezi kuwa na tabia za Kristo hujashiriki damu, hujashiriki mwili na hujapewa Roho Mtakatifu. Wewe huwezi kuwa na tabia za Yesu Kristo. Utakuwa na tabia za Adamu wa kwanza, tabia za kutenda mabaya, dhambi zitakufanyia. Lakini utakaposhiriki mwili na damu, zile tabia za kidunia zitaondoka. Twende katika pointi nyingine. Tuangalie Yohana 6 mstari wa 53. Hii inaeleza usiposhiriki mwili na damu ya Yesu huwezi enda mbinguni. Watu ambao watakosa kushiriki mwili na damu ya Yesu hawatakuwa wameumbwa, hawatakuwa wameandaliwa warithi ufalme. Lakini ukishiriki mwili na damu ya Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Hata kama unaishi duniani, unahesabika kama mwana katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Yohana 6, unaweza anza kusoma. Unaweza anza kujisomea. Yohana 6 mstari wa 53. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoila mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Nisikie, kuna watu wanakuwa na mashaka, kwa nini tunatumia hii? Huo mwili wa Yesu kwa wapi? Sikiza, mambo yote yanafanyika kwa imani. Ukiamini, hata ukila chapati na uamini hii chapati nimeiombea na nimeibadilisha ni mwili wa Yesu, inabadilika katika ulimwengu wa roho. Hautakula ikiwa kama ni chapati, utakula ikiwa mwili wa Yesu. Bwana Yesu, wakati Yesu anatoa mwili wake
wake alitoa chapati, akashukuru, akaombea, akamwambia cha niwaambie, ninapaswa kula mwili wangu, na kwa sababu siwezi jikatakata mkanikula, tunatumia tendo la imani, kuleni hii isimamie mwili wangu. Hata sisi tunakula hii isimamie mwili wake, tunakunywa hii isimamie damu yake. Kwa imani, mtu asipokula hii, ina maana hajashiriki meza ya Mungu, hajashiriki meza, hajapewa karama ya uzima wa milele, maana inapeanwa kupitia Mungu. Biblia inasema Yohana 6 mstari wa 53 pale ilianza, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Sikiza, tuangalie pointi kwa ndani ya ile damu. Watakuwaje hawana uzima na wanaishi? Hawana uzima wa milele. Maana ile damu nimekwambia imebeba chembe chembe ya uzima wa milele. Kwa hiyo kwa sababu hawajakunywa damu iliyotoka mbinguni, ambao sio damu ya Adamu na Hawa walianguka katika damu, ni damu ya mtakatifu, hawajashiriki damu ya mtakatifu, wanakosa chembe chembe ya uzima wa milele. Na Yesu alipenda kuambia watu ukweli. Mtu asipokula mwili na asipokunywa damu ya Yesu hana uzima wa milele. Yesu akamwambia hamna uzima ndani yenu. Alimaanisha uzima wa milele. Maana uzima wa kawaida si wako nao. Si kama ni biashara wanafanya, si wako na uzima. Kama ni nyumbani kazi zao wanafanya, wako na uzima wa kikawaida. Lakini mwili wa Yesu na damu ya Yesu haileti uzima wa kawaida, inaleta uzima wa milele, eternal life. Sikia mstari wa 54, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Aulaye mwili wangu leo, na ni process inayoendelea. Si unakula leo utawahi kula tena, unakula leo utakula tena, utakula tena, sio dhambi, utakula tena. Uendelee uzoeshe mwili wako ubadilike mpaka ufike kuwa viwango vya Yesu Kristo. Watu wengine wanashindwa hata kusamehe kwa sababu hajawahi kula mwili wa Yesu na hajawahi kula damu ya Yesu. Maana ule mwili na ile damu inambadilisha awe kama Mungu, inambadilisha awe kama Roho Mtakatifu, inambadilisha awe kama Yesu. Yesu hakuna jambo lilimshinda, lakini leo tunalemewa na mambo madogo madogo kwa sababu hatujashiriki mwili na damu ya Yesu. Haleluya. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Pointi nyingine, sitavuka pointi. Nataka uelewe. Bwana asifiwe. Ina maana mtu asipokula mwili na damu ya Yesu, tarumbete itakapopigwa mbinguni na malaika, hata kama huyu mtu atakuwa amekufa na amekufa akiwa nje ya Kristo, mtu asipokula mwili na damu ya Yesu, akifa atakufa akiwa nje ya Kristo. Kristo atakuwa hayuko pamoja naye. Maana mwili unaleta ushirikiano, mwili unaleta umoja, mwili unaleta kuungamanisha watu. Maandiko yanasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu nitamfufua siku ya mwisho. Ina maana hii siku ya mwisho, elewa, hii siku ya mwisho naongewa hapa ni rapture ya kwanza, ni unyakuo wa kwanza. Atamfufua, maana hukumu kila mtu atafufuka, hata kama ni mwenye dhambi atafufuka, hata kama ni mchana. Lakini hii Yesu anakuja rapture inayokuja, mtu ambaye hakushiriki mwili na damu na akafa hatamfufua, hana nguvu ya kumfufua kwa sababu hana utakatifu wowote. Lakini mtu akishiriki atafufuka. Anasema nitamfufua. Kwa hiyo hii ni kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mstari wa 50 na ngapi? 55.
Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu. Kweli nyingine hapo. Bwana Yesu asifiwe. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu. Ni Wakristo wachache sasa wanakaa ndani ya Yesu. Watu wengi wako nje ya Yesu. Unaweza kuwa wewe ni mtu mzuri, unasali, ni mtu mzuri, unakuja kwa ibada, ni mtu mzuri, lakini ukiangaliwa katika laini ya kukaa ndani ya Yesu hauko. Yesu Kristo, tafsiri nyingine ya Yesu Kristo kukaa ndani yako na wewe kukaa ndani yake ni unganiko, ni kupitia covenant. Damu pia inaleta covenant, agano la milele. Bwana Yesu asifiwe. Hii damu leo na huu mwili utamfanya Yesu Kristo akae ndani yako, roho yako ikae ndani ya roho ya Mungu na roho ya Mungu ikae ndani ya roho yako. Yaani kama Yesu hayuko ndani yako, unatarajia uzima utoke wapi? Bwana asifiwe. Twende katika jambo lingine. Nazungumza wasio stahili kushiriki mwili. Mwili ushiriki na kila mtu. Na watu ambao wasipobadilika hawaruhusiwi kuuguza. Sio kukunywa, kuuguza kuna madhara. Bwana Yesu asifiwe. Number 1, wasiomwamini Mungu. Mpaka mtu anafikia atachukua meza ya Bwana na atakula mwili wa Yesu, mpaka uamini huyo Yesu. Nilisema imani ambayo inahitajika na Wakristo ni kuamini hivi: Yesu alikuja akazaliwa na mwanamke Mary, akaishi katika hii dunia, akafa na akafufuka, na leo yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Hiyo ndio imani. Kama mtu aamini hivyo, asiguze, asile. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kundi la kwanza, wasioamini wasile. Yes. Na kama uko hapa, sikiza. Sitaki upate mabaya ama upate mapigo. Kuna vile nitakufundisha, unaweza kula hii maisha yako kaharibika yote ama ukaa. Sasa ndio sitaki hiyo madhara ikuje kwako. Nitakufundisha usile kama unajua ulikuwa umeokoka na umerudi nyuma. Kuja tukuombee wokovu tena ndio uende ushiriki meza. Na kama hujawahi kuokoka kabisa, kabla sijawaongoza katika ibada hii, njoo utubu, njoo uokoke. Maana uruhusi kula na hujaokoka. Huwezi kula mwili wa mtakatifu na wewe utakatifu hauna. Sasa sio. Na kama ulikuwa umeokoka na unarudi nyuma, tubu leo na utashiriki meza. Sasa sio. Wapili ambao hawaruhusi kula ni watu wanaojua maandiko na wanaenda kinyume na yale maandiko. Unajua kukaa katika njia za Bwana. Unajua hiki ni baya, umefundishwa, umefundishika, lakini unatenda dhambi makusudi. Unaweza sio? Amen. Hauruhusi kula meza kwa sababu unajua matendo mema. Unajua kukaa katika njia za Bwana. Unajua vizuri hii ndio njia, lakini inaenda opposite. Uruhusi kushiriki meza. Maana ukishiriki kwa ugumu wa moyo wako wa kusikia, itakuletea madhara. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaojua njia za Mungu na hawakai sawa sawa na hizo njia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna level unaweza ukamjua Mungu. Nisikize. Ukianguka kutoka hiyo level, mtu akiwa amepanda ghorofa 5 na kwa bahati mbaya akaanguka, atakufa ama hatakufa? Sasa kuna viwango unaweza kumjua Mungu. Ukianguka kutoka huko, huwezi okoka tena, maana ushakufa kiroho. Na nataka niwafundishe andiko kidogo tu, nitapitia Waebrania 6 mstari wa 5. Acha nisomea Waebrania 6 mstari wa 5. Watu wanaojua kukaa katika njia za Mungu na hawakai katika njia za Bwana.
katika shamba la Edeni kulikuwaga na madhabahu ya Mungu, na Mungu alikuwa anashuka anaongea na Adamu, na wanashirikiana kwa maongezi na wanashirikiana kwa chakula cha kiroho. Lakini wakati Adamu alikuwa anajijua njia na sheria za Mungu na maagizo ya Bwana, akaenda kinyume, Mungu akaondoka. Soma. Mwenye amespika asome Biblia ya Kiswahili. Hebrews. Nitasoma mimi. Na kulionja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Adamu, wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Watu hao wameandikwa hapa ni watu walikuwa wanajua neno, walifundishwa neno la Mungu, walifahamu njia za Mungu, walijua matendo mema, lakini wakatenda mabaya kwa makusudi, kwa kiburi. Biblia inasema hawa katika hii grupu kando tu na hawaruhusiwi kuguza meza ya Bwana, hata mbinguni hawaendi, kwa sababu si kuombewa tu wokovu. Leo tunakuombea wokovu, mimi nakataa. Na usiulize kwa nini nakataa. Siwezi kukuombea wokovu leo, kesho ukaja ni pasa niombe wokovu. Na kuuliza nieleze makosa uliyofanya, ni kosa unataka uombe tena. Hii mambo haina kurudia. Bwana asifiwe. Lakini ukijua umekosea, ukasikia kuhukumika katika moyo wako, kuja kwa mchungaji, niambie pastor, nimekosea hapa, nikuombee rehema. Hii huwezi kuja uniambie pastor niombe wokovu na uelezi ulikosea wapi. Siwezi nikakuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukija mara ya kwanza hujawahi kuombea wokovu nitakuombea. Lakini kama nishawahi kuombea wokovu na unakuja tu unafanya mambo tu kimchezo, alafu nataka nikuombee tena wokovu, siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usirias wa Mungu ni kwamba huyu mtu alikuwa anajua neno. Bwana asifiwe. Amen. Na akaliacha neno la Mungu akaanza kutenda maovu kwa makusudi. Alafu baada amechoka, anaona pengine amekojeka nikufa na kufa. Pastor kwa wapi, tafutie pastor. Tutakuombea ndio, lakini haina meaning katika ulimwengu wa roho. Mbingu zinakataa. Kuombewa sio shida. Unaweza ukaombewa na Mungu akakataa. Bwana asifiwe. Tunasema hata akatubu kwa sababu amemfedhehi, amedharau ile damu ya Yesu, amedharau kule kutakaswa kwa kwanza, amedharau yale matendo mema, amedharau gharama ya Yesu kwenda msalabani. Sasa amedharau, amerudi kutenda dhambi kwa makusudi. Huyu mtu hata akatubu hakubaliki tena, anakuwa ni wa kupotea. Kwa hiyo nikiwaangalia, hamna mtu amefika hiyo level. Hamna mtu sasa amefika hiyo level kwamba sasa umekataliwa. Nazungumza hizo ni viwango vya juu sana kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi viwango vya juu sana vinapataka wachungaji. Hata mapisho. Maana anajua neno tangu mpaka amefundisha. Baadaye anaenda kinyume na washirika ambao wanalifahamu neno kama miaka 20, 30 hapo kwa neno, akikosea maana anajua neno vizuri, ameshafundishwa. Akikosea sasa wale ndio wao wanakuwa rejected. Lakini si wao walikuja kwa wokovu juzi. Wewe bado unaelelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wanaojua maandiko, wanajua usizini, wanajua usiibe, wanajua usilewe, wanajua usidhulumu, wanajua usisengenye mtu, usinyang'anye mtu mali yake. Wanajua. Sitasoma hiyo kitabu, lakini tawapatia kila mtu. Utajisomea kwa wakati wako na utaingia toba kwa wakati wako. Wagalatia 5:19. Utasoma hata kama utasoma saa hii, maana utaingia katika toba. Ukipata jambo lolote limeandikwa pale, umeshalishiriki, umeshatenda, tubu. Maana usipotubu huwezi enda mbinguni. Hili jambo la mbinguni si jambo la urahisi.
liko na mapito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaendelea mbele na karibia kumaliza. Wanaopaswa kutumia meza ya Bwana pata kusikiza mtu. Namba 1, waliomwamini Yesu. Watu ambao wamemwamini Yesu Kristo wanapaswa kuitumia meza. Wanaomwamini Yesu na watu ambao wamekaa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Unaweza kuwa unamwamini Yesu lakini kumwamini jambo lingine na kukaa sawasawa na mapenzi ya Mungu ni jambo lingine. Haleluya. Kumwamini Yesu ni kupeana maisha yako kwake akutawale. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kulishika neno. Watu wanaolishika neno. Kwa nini nasema hivyo? Upaswi kushiriki meza ya Bwana kama hii ukiwa unajua ikifika jioni ama kesho utaenda kwa mganga. Ndipo sasa nasema kushika neno. Utakujiletea na upaswi kushika meza ya Bwana kama hii utumie. Ukiwa unajua baada ya siku 2-3 utapatikana ukizini. Haupaswi kushika meza ya Bwana kama hii ukijua baada ya siku 2 ama siku 3 utapatikana unalewa. Ndipo nikasema wanaopaswa kushiriki meza sio kila mtu. Kwa mfano sasa hivi. Sikiza. Mtu akuje kanisani sasa hivi hajawahi kuokoka, anataka kuokoka. Siwezi kumruhusu ashiriki meza. Kwa nini? Si mimi nakataa. Atatoka hapa kwa sababu hajaimarika, ataenda kutenda dhambi. Maana hajaimarika. Hamjui Yesu Kristo kikamilifu. Meza, Yesu alitengeneza meza, lakini watu waliowapatia meza ni watu 12. Na akawafundisha makuhani hawa wale wanatengenezea wale wengine, wakiwadhibitisha kana kwamba wamequalify. Makanisa mengine wanaweza si meza ya Bwana wanapatiaka watu wachache sana. Haleluya. Ape kila mtu. Hata kama ndio yako ape kila mtu. Hawapeana kwa kila mtu. Kwa nini? Wana avoid ni madhara. Kama unajua njia zako haziko sawa, chana na meza. Utakula wakati mwingine ambao umejitakasa. Wanaweza sivyo? Kuliko ifanye nini? Ikuletee madhara. Madhara yake imeandikwa hapa. Tuangalie maandiko. 1 Corinthians 11 verse 20. 1 Corinthians. Namalizia hapo. Kwa tumejifunza jambo. 1 Corinthians 11. Nitaongea onyo ambalo Paulo akiandaa meza ya Bwana alionya kanisa hili. Hii kanisa la Wakorintho lilikuwa na shida. Siwezi kuandaa mtakatifu. Maana wanakaa kulingana vile wanavyotaka. Sio kulingana vile neno la Bwana nasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiza. Katika 1 Corinthians 11 verse 20. Sikiza maonyo ya mtumishi wa Mungu alipokuwa akiandaa meza akitaka kuwapatia aliyoona kwanza. Basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Hajasema haiwezekani, akasema isiliwe. Anaposema haiwezekani, kuna vile ambavyo hawajajiweka sawa. Bwana si. Haiwezekani kula chakula cha Bwana, ambao chakula cha Bwana ndio mwili na damu yake. Haiwezekani kula chakula cha Bwana kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Nipate hapa. Nataka nikukulishe kama kidogo. Wakati Yesu alitengeneza meza, sikiza. Sio meza ilitangulia. Ni sherehe ya chakula cha kawaida. Hizo chapati walipika, wakakula nyama, wakashiba. Baadaye maandiko yanasema na walipokuwa wakila, si meza walikuwa wanakula chakula cha kawaida.
mahali alituma wale wanafunzi wawili wakatafute kwa mtu mwanafunzi mmoja mahali watakaofanyia Pasaka. Ile ni Pasaka, ni sherehe. Ndio sasa akatoa mkate, akatoa mwili wake, akasema na hii kuleni kwa maana hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Jana nilikuwa na waza, hii meza inapaswa kuliwa basi, si leo. Hadithi kwa sababu mambo mengi yamefunguliwa, mimi sita kama nilipata imefunguliwa hivi, kwa nini ndio basi? Meaning nyingine ya meza ambayo inatangaza mauti ya Yesu. Sasa hii ni mauti gani tunatangaza? Na shakufa. Ingeliwa nasi. Ni kwa sababu program ilishabadilishwa. Bwana asifiwe. Tunaikula leo maana tunaamini Mungu atafanya nini? Ataipokea. Haleluya. Ingeliwa nasi, ilikuwa na meaning, tunatangaza mateso na mauti ya Kristo. Haleluya. Sasa hapa Yesu, mtume wa Bwana Paulo anawaambia, kwa maana aliwaambia iwezekani kula mwili wa Yesu, maana wengine wanakuja wamelewa. Kwani ni ajabu. Ndio hiyo watu wanaingia kanisani kwa melewa. Sasa atakulaje na amelewa? Na uli mwili wa mtakatifu. Haiwezekani kula hivyo. Unaweza kwambia haiwezekani. Akawaambia wengine wako na njaa. Ndio anakuja kufikiri ni chakula. Si chakula. Bwana asifiwe. Wengine wanakuja na nyama. Wamekuja nazo kanisani wanakula. Sasa unaonyesha huyu mtu ako na njaa, hana chakula. Wewe unakula nyama pale. Mwingine pale ni mlevi. Mwingine hapa analia ako na njaa. Na mnataka sasa muandalie kazi. Bwana asifiwe.